Hey, hey, oh. Hey, hey, Uswahilini wanamjua mjumbe wetu huyu, kila kesi kwake ni story mpya. Mjumbe wetu, oh, mjumbe wetu akiongea watu wanashika vichwa vyao. Mjumbe wetu, oh. Shikamoo. Baba. Karibuni sana. Kuna tatizo gani? Mjumbe, mimi nimekuja kwako na changamoto kwenye ndoa yangu. Na changamoto hiyo ni mke wangu. Yaani mke wangu kila anasema hanisikilizi. Na kila analofanya hanielewi. Na ndio maana nikachukua hatua ya kumleta hapa kwako nisaidie. Sawa. Eti mama, analosema mumeo ni kweli? Ndio. Kuna changamoto kwenye ndoa yetu. Basi sawa. Subiri kidogo. Bombo kali. Akatoka taratibu nyuma ya nyumba, wananchi wakabaki wanatazama kwa hamu. Akarudi tena na tabasamu kubwa, kisha akaanza kutoa hukumu. Mama, kwanza tule, usiwe na jazba, kesi hii nzito inahitaji subira. Wiki moja kaa kwanza karibu hapa, halafu tutajua nani mwenye hasira. Wananchi wote wakabaki midomo wazi, wengine wakacheka, wengine hawajui. Mjumbe akasema ndio sheria zangu hizi, mtaa mzima ukabaki hawaamini. Sasa vijana, nimekuja sehemu sahihi. Unajua umechukua uamuzi mzuri sana kuja kwa mjumbe moja kwa moja. Sasa suluhisho liko vizuri sana. Na mimi utalikubali. Ili kutoa tatizo hilo linalowasumbua. Umeelewa? Jana. Bibie. Ninatakiwa mkeo akae kwangu japo wiki moja. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Mjumbe, asicha usikia vizuri. Mimi mwacha mke wangu wiki moja kwako. Nakuwa nafanya nini muda huo? Jana. Wewe unataka kusuluhisha au utaki? Nataka kama kusuluhisha ndoa yangu, lakini sio kuzania mjumbe. Yaani mjumbe, mimi nimwache mke wangu wiki moja akiwa kwako. Muda anafanya nini? Hivyo uko timamu mjumbe? Uko timamu? Mimi ni wasiwasi sana mjumbe na cheti chako hicho. Na wasiwasi sana mjumbe, tena kiwezekana mimi nitakuchukua sheria mkononi. Mke wangu. Hebu tuondoke. Uswahilini wanamjua mjumbe wetu. Kuna tatizo gani? Yaani mimi kumrekebisha mkeo na tatizo. Akaja hapo wiki moja tu, unaona shida gani ile eti? Vijana siku hizi wanashindwa kuheshimu watu wazima. Akiongea watu wanashika vichwa vyao. Mjumbe wetu, majibu yake hayafanani na ya wengine. Mjumbe wetu, mzima unamcheka. Jumba tumekuja tuna kesi. Ndio. Ndio pale kesi tunamaliza. Ndio.
Sawa. Niambie, nito na makelele tu mtaani kwangu. Mjumbe, huyu mtoto ni mkorofi. Amempiga mwanangu mpaka amemuumiza. Ona kwanza alivyomuumiza. Angalia. Wewe, mwanangu kampiga mwanangu ndo kapigana wote kwa pamoja. Sio kwamba eti mwanangu kampiga mwanangu. Sawa. Inaonekana hii kesi nzito kidogo. Subiri dakika mbili nakuja. Yaani nakwambia wewe, wewe mama. Nakuonesha. Mama. You get it? If you don't get it, forget about it. I don't want peace. I want problems, always. God have mercy upon us. Sasa nishapata suluhisho la kudumu tena litajirudia tena, nielewa. Wewe ndio umepigana na huyu. Sasa nisikia wazazi. Hapa nimepata suluhisho la kiprofessional, umeelewa? Ili jambo lisijirudie tena. Inabidi huyu na huyu wapigane hapa mpaka tupate ushindi wa kwanza. God have mercy Hivyo mjumbe upon una us. kitimamu kweli? Hicho kichwa chako kina akili timamu? Au unavuta bange siku Look at my hizi? face. Hivi mjumbe una akili kweli? Yaani sisi tumekuja kwako ili huyu na huyu tupatane tujue suluhisho ni nini, hata sasa hivi unataka wakae pale wapigane ndio nini sasa? Kwani wewe wakati unapigana ulikuwepo? Sijakuwepo. Sawa. Wewe ulikuwepo? Sikuwepo. Sasa sisi sote tulikuwa tupo ili kupata ushahidi, wapigane hapa tuwaone. Kwa hiyo njoo nipigane. Wao wapigane hiyo umizane tena. Lakini pia inadhihirisha kwamba wewe na wao wamepigana kwa sababu mimi naona mwanangu anaongea na yule anaongea, ndio maana tukaja kwako. Sio kwamba eti wakae pale wapigane. Nisikilize. Huyu mjumbe kichwa chake hiki hakina taki. Kondoka. Uangalie mjumbe Vipi? Ndio jamani, mbona kwa watu wapigane mara moja tuone chini. Nani tutakuwa nani sasa hivi? Sasa kwani kuna kosa gani jamani? Kwanza watoto wa kiume wapigane hapo mpaka tuone mwisho wake. Alafu watoto wa kiume achana wapigane tuone nani mshindi. Eti watazo gani watoto wakipigana? Mimi sikuwepo, wazazi hawakuwepo. Wapigane tuone sasa ushindi wa nani mshindi. Bwana changu vipi, mbona mnashinda kuelewa? Kesi simple kama hii mnanisumbua mimi. Kuna shida gani tena? Mjumbe, mimi nimekuja nina shida. Shida yangu mimi mjumbe, wanaume hawataki kunioa. Mwanaume naweza nikaishi naye siku 2 siku 3, ananiambia siku 3 mjumbe. Mimi nimekuja nipate suluhisho. Kwa nini hawanitaki kunioa wakati mimi nina shida ya kuolewa mjumbe wangu? Ndio maana nimekuja kwako. Sawa. Wewe kisa kidogo na changamoto. Ni kama dakika 2 na itatua, umeelewa? Sawa.
Sasa shapata jibu sahihi. Kwanza ni usiku umefika sehemu salama, umeelewa? Kuwa na amani, kuwa na utulivu. Unaona, umesema wanaume wakutaka. Ndio. Sawa. Nisikie. Sio na shaka. Wewe achana nao. Ndio hapo. Kwa mjumbe unasemaje? Nije kuishi kwako nikufuate nini? Usiniseme na huyo anakusumbua. Au kutaki. Mtoto mzuri kama wewe. Ndio. Unachokiongea kina maana mjumbe. Wewe si umri wa babu yangu kabisa mjumbe. Wewe unasahau. Ng'ombe azeki maini. Speed ile toka zamani. Kwa kweli maini yashazeeka. Kama mjumbe una akili kweli. Ushanitibua. Ushanitibua na wewe. Ndio kwa nijenika. Kwa mjumbe naiti amnazo. Akili una. Hivi mjumbe una akili wewe? Hivi mjumbe yaani wewe mjumbe naiti ndio leo nitianu mimi nikupatie mabwana nisiolewe. Nije nishumu nikifuate nini cha ajabu? Hivi mjumbe mshenzi kweli wewe? Ndio nataka kukusaidia mtoto ukiwa na wewe. Unaelewa? Kwani una tatizo gani kusaidia kitu kama wewe? Ukaa hapa kwangu, aishi vizuri. Jimbo kubwa kama yuko peke yangu hapa. Leo atanipatia mke anasema nataka talaka sasa. Mume anasema nimechoka na visa. Mjumbe akakuna kichwa kwa wasiwasa. Kisha akasema ngoja kwanza niwaze visa. Mjumbe wetu majibu yake bala. Mjumbe wetu anawasha na zamta. Mjumbe wetu kila siku nitamtilia. Mjumbe wetu kichiki si makina shanga. Akatoka taratibu nyuma ya nyumba. Wananchi wakabaki wanatazama kwa hamu. Akarudi tena na tabasamu kubwa. Kisha akaanza kutoa hukumu. Mama kwanza tule usiwe na jazba. Kesi hii nzito inahitaji subira. Wiki moja kaa kwanza karibu hapa. Halafu tutajua nani mwenye hasira. Wananchi wote wakabaki midomo wazi. Wengine wakacheka wengine hawajui. Mjumbe akasema ndio sheria zangu hizi. Mtaa mzima ukabaki hawaamini. Huyu si wa kawaida. Hukumu zake ni maajabu. Kila kesi ni burudani. Kila siku ni sinema tupu. Nani Brigadia? Uko wapi? Uko maskani? Mwanangu leo hatari. Kikosi namba 2 leo kinatembea mtaa wetu mwanangu. Wazee wanakuja muda wote hiyo. Kimbia. Kuja. Shikamoo. Heshima pesa. Shikamoo makelele. Marahaba pipi, jambo?